Kuna usemi usemao kwamba asiyekubali kulima na asile, na mchagua jembe si mkulima. Kilimo, ufugaji na rasilimali za misitu ni hazina kubwa ya taifa kwa kuwa ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa nchi. Sekta hizi huchangia kuongeza pato la taifa, kutoa ajira kwa wananchi, kuboresha maisha ya watu vijijini na mijini, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa chakula na malighafi kwa maendeleo ya viwanda. Kusadikika kwa hayo, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masud Makame, amesema kuwa changamoto zilizopo katika idara zote za wizara hiyo, ikiwemo maeneo ya kilimo katika mabonde ya mpunga, vituo vya huduma za mifugo, machinjio, vituo vya ukusanyaji wa mapato pamoja na sekta ya misitu, zitatatuliwa kwa haraka ili kufikia adhima ya serikali. Hayo ameeleza katika ziara yake ya kutembelea maeneo ya kilimo cha umwagiliaji, mifugo na misitu ndani ya mkoa wa Kaskazini Unguja, wakiambatana na naibu waziri pamoja na katibu mkuu wa wizara hiyo. Ziara hiyo yenye lengo la kutambua wizara na maeneo yake, kuona maendeleo pamoja na kujua changamoto zilizokuwepo. Ziara yetu ya leo ilikuwa ni kupitia maeneo yote ambayo yapo chini ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, kwa ajili ya kwanza kuyatambua, lakini pia kuona maendeleo ya miradi mbalimbali ambayo inasimamiwa na serikali. Tumeanza katika maeneo takriban, tumepitia maeneo yote ya kilimo, umwagiliaji, mifugo, maliasili. Kwa hiyo kwenye component nne zile za wizara zote tumeweza kuzitembelea. Maeneo mengi ambayo tumeyatembelea yanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Tumekwenda katika maeneo ya vituo vya karantini Mangapwani, ambayo tumegundua kwamba zipo changamoto zinazohitaji kufanyiwa kazi, ikiwemo upatikanaji wa huduma, lakini namna pia ya utendaji kazi pamoja na ufinyu wa vifaa kwa ajili ya kukagua wanyama ambao wanaingia katika maeneo yale. Lakini pia maeneo yetu yote ambayo tumeyatembelea takriban yanakabiliwa na changamoto ya hati miliki. Hayana hati miliki, na moja ya changamoto ambayo tunakabiliana nayo ni changamoto ya uvamizi wa maeneo. Nalo hili pia tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Ardhi na Makazi kwa ajili ya kujadiliana namna gani ya kuyapima na kuyapatia hati miliki ili kuyazuia na uvamizi huo. Tumetembelea eneo la msitu, nalo pia linakabiliwa na changamoto pia ya uvamizi na uharibifu wa msitu. Na katika eneo la msitu tumegundua viko vyanzo vikubwa vya maji vinavyotegemewa pia na sekta ya utalii katika maeneo ya Kiwengwa. Eneo hili nalo linahitaji kuchukuliwa hatua za haraka, ikiwemo kulidhibiti pamoja na kuliwekea beacon na kuongeza ulinzi katika eneo hili. Lakini katika maeneo mengine ambayo kuna vituo vyetu, kama eneo ambalo tupo hivi sasa, eneo la Kilombero, pia nalo lina changamoto tumeliona. Kuna ujenzi wa aina mbalimbali katika vituo vyetu nao pia unakabiliwa na changamoto. Kwa kijumla, ziara imekwenda kama tulivyokusudia, kuweza kuyatembelea maeneo hayo, lakini kuona maendeleo ya maeneo husika na changamoto ambazo zipo zinazogusa moja kwa moja wizara na zinazogusa wananchi. Kwa ziara hii nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wenzangu wote ambao tumefanikisha hii ziara, kuanzia naibu waziri, katibu mkuu na watendaji wote. Kazi iliyoko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya kazi kutatua changamoto ambazo zinakabili, lakini pia kufikia malengo ya serikali ya upatikanaji wa chakula kilicho salama zaidi. Miongoni mwa changamoto zilizobainika katika ziara hiyo, licha ya kuwepo kwa eneo la kizuizi cha muda cha wanyama, eneo la Donge Muanda, bado kuna haja ya kujengwa kituo cha maabara kwa ajili ya kuwachunguza wanyama ili kulinda afya za wananchi, sambamba na changamoto zinazowakabili wakulima pamoja na swala zima la ulinzi wa misitu. Ziara hiyo italeta mabadiliko chanya katika maeneo hayo, hasa katika suala la chakula. Tumelenga kuwa na mabadiliko makubwa kwenye kilimo, hususan kujitegemea katika chakula. Kwa hiyo haya yote yatawezekana ikiwa sisi kwa upande wetu kama Wizara ya Kilimo tutatekeleza wajibu wetu, lakini vile vile na wakulima nao watafanya wajibu wao. Sisi wajibu wetu ni kusimamia, kuona wakulima wanapata elimu sahihi ya ukulima, pembejeo zinapatikana kwa wakati, lakini vile vile masoko yapo ya uhakika, lakini wakulima na wao ni kuchukua
yale maelekezo ambayo serikali inayatoa katika kuanzia upandaji, ushughulikiaji wa shamba ama mifugo, lakini uvunaji na kutumia yale maeneo ambayo serikali itayajenga kwa ajili ya kuhifadhi. Kwa hiyo hii itatusaidia kuwa na mabadiliko, kwa sababu mabadiliko yanagusa nyanja zote. Kama tunasema ni mpunga, tunaanza mabadiliko tangu kwenye sera yenyewe ya mpunga, unakuja kwenye mbegu, tufanye mabadiliko, ukulima wenyewe, lakini wakati wa uvunaji na pia uongezaji wa thamani wa zao lenyewe, lakini na uhifadhi na kuingia sokoni kwa zao lile. Kwa hiyo haya mabadiliko tunayoyataka maana yake yanagusa pande zote mbili. Serikali itasimamia, lakini vile vile na wakulima pamoja na wafugaji na wawe tayari kubadilika ili tuweze kufikia lile lengo la kuwa na mabadiliko na uhakika wa chakula Zanzibar. Licha ya yote hayo, ziara hiyo imebaini changamoto za ulinzi pamoja na changamoto zinazowakabili wakulima, ikiwemo ukosefu wa elimu ya kutosha na uhitaji wa misaada ya haraka pamoja na upungufu wa wafanyakazi katika sekta ya kilimo. Moja ambalo tumeliona kwenye maeneo yetu uvamizi, lakini hali hasa ya vile vituo haviridhishi, vinahitaji marekebisho. Mazingira ya kazi kidogo hayako usawa, na sababu tumeelezwa pia, lakini bado tunaona vituo haviko sawa. Maeneo hayajahifadhiwa kwa maana ya kwamba labda kuwekewa beacon, kuwekewa uzio na vitu vingine kama hivyo, hakuna hati miliki. Sasa yote yale yanakaribisha uvamizi. Lakini tunakuja kwa upande wa wakulima, na wao kuna changamoto tele ambazo tumeziona, nyingine zinahusiana na ufahamu. Kwa mfano kama swala la panya, uvamizi wa panya, tumeona kwamba hata hao wakulima viongozi wa jumuiya hawalikuwa hawana taarifa sahihi kutokana na ile sumu ambayo ilikuwemo kwenye dawa, sumu ambayo tunaitumia kuulia panya. Hawana ufahamu sahihi wa hiyo. Kwa hiyo kuanzia sasa wakulima wetu wanapaswa kubadilika na kutoa elimu ya usahihi na kwa wakati, kwa sababu wakulima walikuwa wanafikiria kwamba ni sumu kama sumu nyingine, unaweza ukaitumia muda wote, lakini wataalamu wanatueleza kwamba paketi ukishaufungua inabidi itumike wakati huo huo. Kwa hiyo kulikuwa kuna hizo kutofahamiana baina ya wakulima na nani, hawakuelewana vizuri, wao wanafahamu hivi, hawa wanafahamu hivi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutahakikisha kwamba wakulima wanapata taarifa sahihi kuhusiana na jinsi gani ya kudhibiti hawa panya. Kwa ujumla, ziara hiyo imebeba matumaini mapya katika kila sekta ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, sambamba na kuamsha matumaini mapya ya wakulima na wafanyakazi wote walioko chini ya wizara hiyo. Kwa msaada wa mpiga picha Ali Haj, Fatma Bernard, ASAM Online TV.